Karibu katika Lowpod Tanzania. One take. Leo tuko na host wetu mpendwa Bwana Emmanuel Samon. Ni mmoja host ambaye hivi karibuni tumekuwa na comment nyingi na maswali mengi kutokana na watu ambao wanatufuatilia mtandaoni kwetu. Watu wengi wamecomment sana wakisema tuwaeleze masuala mazima ya mikataba ya kazi. Kuna aina ngapi ya mikataba ya kazi ambayo Watanzania wanapenda wafahamu? Mikataba ya kazi tuna aina 3 ya mikataba ya kazi. Tunagavulie. Katika hii mikataba mitatu tuna mikataba aina 3 ambao wa kwanza ni mkataba wa muda maalum, tuna mkataba wa kudumu na mkataba wa kazi maalum. Mkataba wa kazi maalum huu ni mkataba ambao una kazi fulani unapewa kwa kazi kuimalizia ile kazi, na huo mkataba ndio unapoisha yani wewe ndio unaenda kufanya ile kazi, kusimamiwa na mtu. Ndio mkataba wa kazi maalum ambao sio wa msingi hapa. Mikataba ya msingi hapa ni miwili. Mkataba wa muda maalum na tuna mikataba ndio nilichosema, kuna mkataba wa muda maalum na mkataba wa kudumu. Hasa hapa narudi, unajua kuna wale wafanyakazi unakuta mtu hajapewa mkataba, anaanza kulalamika, mimi sijaajiriwa ofisini, sijapewa mkataba, sina uhakika na kazi. Sasa leo mimi nataka niwaelezea watu kwamba ukiona unafanya kazi sehemu na hujapewa mkataba, jua wewe tayari una mkataba wa kudumu pale, na ndo mkataba ambao mimi nasema unamlinda sana mtu kuliko mkataba mwingine, sababu wewe ni mkataba wa kudumu. Kwa hiyo ukiona kazini kwako hujapewa mkataba, usijisikie down wala usijisikie vibaya, kwa sababu automatically wewe una mkataba wa kudumu na hiyo ofisi. Cha msingi uwe una hakika kwamba unalipwa mshahara, unapewa zile necessities za pale kazini za kuonesha wewe ni mfanyakazi wa pale kazini. Ila issue ya kwamba lazima upate mkataba au usipate mkataba haikudhuru wewe, kwa sababu itamdhuru zaidi ni bosi wako zaidi ya kukudhuru wewe, kwa sababu wewe kitendo tu cha kwanza kufanya kazi pasipo kupewa mkataba, tayari una mkataba wa kudumu ambao hauna swali. Sawa, twende kwenye mkataba wa 3. Au mkataba wa muda maalum. Mkataba wa muda maalum labda ni kwa mfano unapewa mkataba wa mwaka mmoja, mkataba wa miaka miwili, mkataba wa miaka mitatu. Hasa unajieleza vizuri tu kwamba mtu unajua, na kwenye huu mkataba wa muda maalum nao nataka niuelezee. Kwa mfano labda ni mkataba wa mwaka mmoja. Kama ni mkataba wa mwaka mmoja, bosi kama anataka kuusitisha, mwezi mmoja kabla ya mkataba ule kuisha, lazima akupe taarifa ya kwamba anataka kusitisha ule mkataba. Yani mwezi mmoja, hata miaka mitatu miwili, mwezi mmoja kabla ya ule mkataba lazima akupe notice ya kukwambia wewe kwamba anataka kusitisha ule mkataba. Endapo hatafanya hivyo, ni mantiki yake anakubaliana kukupa wewe mkataba mwingine. Kwa hiyo hata kama ulipewa mkataba miaka mitatu ukaisha, bosi hajakwambia chochote na ukaendelea kufanya kazi, inakuwa automatic umeingia kwenye mkataba mwingine wa miaka 3. Sawa. Okay, kwa hiyo Watanzania wanatakiwa watambue kwamba hata kama mtu haja saini mkataba na yupo kazini, hapo ni tayari automatically yupo kwenye mkataba na hiyo kazi. Yani hata kama kama hujasaini mkataba na upo pale kazini, unalipwa mshahara, unapangiwa kazi, wewe tayari ni mfanyakazi na una mkataba wa kudumu. Sasa nitaelezea faida za kuwa na mkataba wa kudumu, ila hizo faida tutakutana kwenye kipindi kijacho, kwa sababu today was just one take. Asante. Okay, asanteni jamani, tunashukuru kwa kutuangalia. This is Lowpod Tanzania. Welcome.